Tangu awali tumejaribu kufuatilia, lakini hatukuweza kupata mafanikio. Kwa hapa sisi ni walimu wastaafu wa shule za msingi ndani ya halmashauri ya Temeke, ambao tulijiunga na chama cha walimu Temeke CHAWATE kama wanachama halali kwa muda mrefu wa utumishi wetu. Katika kipindi hiki chote cha utumishi tulishiriki kikamilifu katika kuweka akiba na kuchangia fedha kupitia CHAWATE SACCOS kwa imani kuwa baada ya kustaafu tutapata stahiki zetu kwa mujibu wa makubaliano na taratibu zilizopo. Hata hivyo, baada ya kustaafu tuliambiwa kuwa hali ya kifedha sio nzuri, hivyo tusubiri. Tumestahimili kwa muda mrefu sana, lakini mpaka sasa hatujalipwa. Mwaka jana 2024, baada ya kufuatilia kwa kina na kufikisha malalamiko yetu kwa katibu tawala wa Temeke, ndugu Nicodemus, tuliahidiwa kuwa malipo yangefanyika mwezi Disemba mwaka huo 2024. Hata hivyo, hadi kufikia Disemba tuliambiwa bado hali kifedha haijawa nzuri na kuwa tusubiri zaidi hadi hali itakapokuwa nzuri. Siku zimeenda, umri wetu unaenda, lakini bado hatujalipwa fedha zetu halali. Hali hii imetufedhehesha na kuturudisha nyuma kiuchumi. Kwa sababu hiyo, tunaiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususa viongozi wetu wa sekta ya elimu, TAKUKURU na vyombo vyote vya dola kuingilia kati suala hili. Tunamunga mkono kwa dhati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za kupambana na vitendo vya dhuluma katika SACCOS na vyama vya ushirika, na tunaamini kwa msaada wake na mamlaka husika tutapata haki yetu. Kiasi tunachodai kwa pamoja ni shilingi 23,692,000. Tunaomba haki zetu tupate mapema. Wanatucheleweshea, wanatuzungusha mpaka lini? Na sisi hatuwezi tukatembea barabarani, ni watu wazima. Tunaomba msaada huo mama, tusaidie haki zetu. Tulipo hizo hela ili ziweze kutufaa kwenye shida zetu. Tuna shida bado. Kibena, mwalimu mstaafu wa shule ya Barracks. Tulivyoanzisha chama chetu hiki, mimi nilikuwa namba 43. Chama kilianza shuleni Mgulani kwa sababu ya kusaidiana. Tuwekeze, tukope, tusaidiane shida zetu. Kwa hiyo tukaendelea toka mwaka huo 96 tukaingia hiki chama cha kuweka na kukopa. Tunaendelea sasa, tukafika sehemu za kustaafu. Wenzetu wengine walipokuwa wanastaafu wanapewa hela zao. Ilipofikia zamu yetu tukawekwa kwenye roster. Nyie mkistaafu mtachukua hela zenu 2022. Na hali mimi nimestaafu 2020. Ilipofikia nimestaafu naenda kuwadai, wakasema wewe namba yako mwaka 2022. Tukafuatilia tukakuta zile roster zimechanganywa. Wakabadilisha uongozi, wakamchagua mwenyekiti mwingine na kumleta katibu mwingine. Sasa tukasema mnabadilisha. Kwa nini mmebadilisha? Mngekuwa mnatulipa kwanza hapo ndio mbadilishe. Basi ikabidi wenyewe wameshabadilishana. Sisi tunaendelea kudai toka 2020, sasa hivi 2025. Tunafuatilia, tulienda mpaka wilayani kwa mkuu wa wilaya, tukamwambia, wakaitwa pale, wakatupa ahadi mpaka mwezi wa 11 2024 mtapata. Tukasubiria, ilipofika tukafuatilia. Tulipofuatilia wakatuandikia barua zao hizi za kutuambia kuwa nizisome. Barua zao zilizoandikwa kuwa deni unalodai CHAWATE SACCOS. Usika wa somo la barua hapo juu, mwalimu mstaafu. Hiyo ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 2 2020. Uongozi wa CHAWATE SACCOS Temeke unakujulisha kwamba kiasi unachodai
SHAWATA, deni lako litalipwa pindi chama kitakapoimarika na kukusanya fedha kutoka kwa wanachama wanaodaiwa ambao walikopa mikopo na kushindwa kulipa kwa wakati. Sasa tunaona tulipopata hiyo barua, yaani wametukatisha tamaa kabisa. Sasa mpaka watu waende wakadai ndio watupe, na hali pesa zetu zilikuwa zinakatwa zinaingia mle. Nilikuwa nadai SACCOS SHAWATA ya Temeke pale hela zangu, tulikuwa pamoja na wenzetu, lakini kila tukifika pale tunapigwa dana, njooni kesho tutawapa. Hatimaye tukaomba tuingie kwenye serikali, labda huenda ikatusaidia, viongozi wa ngazi za juu, mtusaidie, sisi ni wazazi wenu, hela yetu tutakiwa tupewe tuitumie, lakini sasa tunashindwa kupewa. SACCOS nyingine wanapewa hela zao mapema wanatumia, lakini sisi imekuwa kama kuzungushwa. Kwa hiyo tunaomba serikali, viongozi, mawaziri, Mama Samia, huko ulipo utuone sisi ndugu zako tunateseka, tunaomba msaada ili tulipwe hela zetu na sisi tuweze kuzifaidi.